Nimeweza kusoma siasa kutoka kwa profesa, mwalimu namba 1 wa siasa za taifa hili letu la Kenya. Na pia nimewahi kupata ukali wa mzee, sio kama Sali hapa ati Sali anatuambia hakuwa anapigia wakina mama kelele. Sisi ndio tunajua kelele ya mzee Moi ni nini. Tunaielewa. Na siku moja alipiga simu, najua zake zilikuwa za asubuhi saa 11. Mimi nilikuwa najua kwa sababu kulikuwa kitu nilikuwa nimefanya hiyo siku ingine. Kajua hii simu iko na taabu. Nikamwambia mama, wewe chukua hiyo. Mimi najua wewe utakuwa sawa. Kamuuliza ako wapi? Sema hayuko karibu. Baada ya dakika nyingine 5 simu ikalia tena. Mama akaniambia hiyo mimi sichukui. Nasema wacha nichukue. Ulikuwa wapi? Nilikuwa naoga. Nilikuwa najitayarisha. Wacha moto uwake. Simu ikapigwa chini pa, nikawachwa nimeshikilia namna hii. Kapigwa tena mara ya 3. Baada ya dakika 10 tu, hiyo dakika 10. Mzee ni sore, nimesema ni sore, nataka ufike hapa. Alikuwa hapa Nakuru. Ufike hapa na uwe hapa mbele ya saa 1 kuisha. Sasa nasema jameni. Lakini mimi nikajua mjinga peke yake ndio anajipeleka kwa moto. Nikaweka simu chini. Vile Sali alisema hapa, karibu wiki moja mimi nikapotea huko chini. Mimi nikasema mimi sikaribii mpaka hii joto hii iishe. Lakini vile alikuwa mkali, hivyo tu akikusamehe alikuwa amekusamehe na akasahau, na hiyo mambo ya jana inapita. That is what he was like. So I can truly say that I'm here to say kwaheri to a man I considered my father, my mentor, my teacher, and to say that truly we shall miss him.